Ahadi Online TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu as-samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jal. Qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ashkuriwe Allah azza wa jalla, na rehma na amani zimwendee Mtume Muhammad na ahli zake na masahaba wake. Waheshimiwa waja wa Allah, tumekutana katika siku tukufu ndani ya mwezi wa Shawwali, ambayo ni siku ya Ijumaa, na bado tuko katika mwezi wa Shawwali. Mwezi wa Shawwali ni baada ya mwezi wa Ramadhani, na baada ya mwezi wa Shawwali tunakuja Dhulqaada, na baada ya Dhulqaada tunaingia Dhulhijja. Leo katika khutba tunazungumzia baadhi ya vifungo vya itikadi vya imani, baadhi ya vifungo vya imani ambavyo Muislamu anatakiwa ajitahidi, aelewe na afanye juhudi za kuweza kuamini vifungo vya imani ambavyo ndivyo vifungo ambavyo vitampelekea kuikuza imani yake, pia na kuweza kunyanyua daraja ya itikadi yake, pia na kuepusha na shubuhati, vitu ambavyo vinaweza vikamletea shida na kutokuelewa imani ambayo aliyokuwa nayo. Katika Uislamu kuna nguzo za imani, kuna nguzo za Kiislamu na kuna nguzo za ihsan. Lakini leo tunazungumzia baadhi miongoni mwa kitu muhimu sana iman, arkanul iman, miongoni mwa nguzo za imani. Katika nguzo za imani kuna nguzo sita. Imani yenyewe ina nguzo sita. Miongoni mwazo ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jambo la pili kuamini malaika wake, kisha kuamini vitabu vyake, na kisha kuamini mitume wake, alafu kuamini siku ya mwisho kwamba ipo, watu watasimama mbele ya Allah Azza wa Jalla, na la mwisho ni kuamini khairi na shari ni katika uwezo wa Allah Azza wa Jalla. Katika hizi nguzo sita za imani zimegawanyika katika vipande viwili. Nguzo za imani Waislamu zimegawanyika katika vifungo viwili. Kuna nguzo ambazo zinakwenda katika kuamini bilghaibi, yani unaamini kuwa hivi vitu vipo, lakini macho hakika
baadhi ya watu wengi hawayaoni, kwenye baadhi ya vitu hayawaoni. Kwa hiyo al-imanu islam, nguzo za imani ya Kiislamu zimegawanyika katika vifungo viwili. Kipande cha kwanza ni kuamini kuna vitu ambavyo vinaamini Muislamu anaviamini lakini havioni, na kipande cha pili ni vitu ambavyo unavyoviona na unavifanya kwenye mkono wako au miguu au kinywa au ulimi na kadhalika. Katika hivi vipande viwili, miongoni mwa vitu ambavyo tunakubali vipo lakini hatuvioni kwa macho ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yupo, lakini macho yetu hayaoni. Macho yetu hayaoni, lakini Mwenyezi Mungu anaonekana kutokana na yale ambayo aliyoyaumba: ardhi, bahari, watu, milima, maji, maisha na kadhalika. Katika vitu ambavyo hatuvioni kwa macho, si watu wengi wanaviona kwa macho, kama vile malaika. Malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaficha baadhi ya wanadamu wengi, isipokuwa watu wachache. Katika imanu bil ghaibi ambavyo watu havioni ni kuamini kuwa kuna adhabu siku ya Kiyama. Kuna adhabu ya siku ya Kiyama, alafu kuna rehma katika siku ya Kiyama. Adhabu tunakusudia kuanzia kutoka kwa nafsi ya mtu mpaka kuingia katika moto wa Jahannam, na rehma inakusudiwa kuwa kuanzia kutoka mtu nafsi yake kuelekea kwa Allah Azza wa Jalla, na vituko ambavyo vitakavyokuwa katika makaburi ya watu mpaka kusimama kufufuka na kisimamo cha Kiyama, na watu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ni katika vitu ambavyo vinakuja katika imanu bil ghaibi, ambavyo vitu ambavyo havionekani kwa macho. Kwa vitu ambavyo vinaonekana kwenye arkanul iman, vitu ambavyo vinaonekana kuwa vinaweza vikatumika kwenye mikono watu wanaviona, ni kuweza kusoma vitabu, kwamba kitabu cha Allah Azza wa Jalla tunacho na tunakiona kwamba hichi ni kitabu cha Allah Azza wa Jalla na tunakisoma. Katika imani, katika nguzo za imani ambavyo tumewaona manabii wameonekana na wameishi na watu, na maneno yao watu mpaka leo tunayo. Kwa hiyo mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wameonekana na wameishi na watu, na wameoa, na wengine wamezaa na wengine hawakuzaa, na wameumwa na wengine wakafa vifo vya kawaida, na wengine mina manabii wakauawa, kaishi katika, wengine wakakimbizwa katika miji yao, na wengine wakawa hawakuoa kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezigawa imanu bil ghaibi, imanu bil arkanul iman, kazigawa katika sehemu mbili. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema, kama alivyosema katika suratul Baqara, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wale ambao wamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni waaminifu, wakaamini ghaibu kwamba ipo. Miongoni mwa ghaibu ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa Mwenyezi Mungu yupo, lakini wewe umuoni, lakini yeye anakuona. Yeye anakuona. Kwa hiyo ndugu zangu, katika arkanul iman tutazungumzia nguzo muhimu ya al-imanu bil malaika. Al-imanu bil malaika. Malaika ni viumbe vya Allah Azza wa Jalla, ni viumbe vya Allah Azza wa Jalla, na malaika wameumbwa na Allah Azza wa Jalla kwenye sifa tofauti na binadamu.
Binadamu wameumbwa kwa udongo na majini wakaumbwa kwa moto na malaika wakaumbwa kwa nuru. Tumetofautiana sana maumbile ya binadamu, na kuumbwa kwa binadamu na kuumbwa kwa majini na kuumbwa kwa malaika. Kwa hiyo malaika wameumbwa kwa nuru. Malaika wameumbwa kwa nuru na binadamu wameumbwa kwa udongo na majini wameumbwa kwa moto. Na vyote hivi ni viumbe vya Allah azza wa jalla. Katika malaika hakuna aliyemuasi Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, bali waasi wanapatikana katika viumbe wawili, ambaye ni binadamu aliumbwa kwa udongo na jini ambaye aliumbwa kwa moto. Na kwa malaika hakuna muasi na hakuna malaika atakayekwenda ndani ya moto wa jahannam. Kwa hiyo imanu bil malaika, imani ya kuamini malaika, hii hamtoipata isipokuwa katika Uislamu. Uislamu pekee ndio ambao unaozungumzia habari za malaika kwa habari zilizokuwa sahihi. Habari hizi hautozipata kwenye Ukristo. Ukristo haujui maumbile ya malaika na hawajui thamani na valeri ya malaika ambao waliumbwa na Allah azza wa jalla, bali wanabahatisha vitu kama hivyo. Lakini Uislamu unajua nini malaika. Malaika ni ahadul arwahi samawiyya. Malaika ni katika katika viumbe vya Allah azza wa jalla ambavyo vina maumbile yake ambayo yanakwenda sawasawa na vile alivyoumba Allah azza wa jalla. Miongoni mwao wanaishi mbinguni na wengine wanaishi ardhini katika udongo ambao tunaishi, na wengine kazi yao wanaishi baharini na kadhalika. Nini Muislamu anatakiwa aweze kuamini hawa? Uislamu umemwamrisha Muislamu vipi kuamini malaika? Tasdiku biujudihim. Jambo la kwanza ni kuamini kwamba wapo, wapo. Jambo la pili, wa annahum ibadu mukramun. Jambo la pili ni kuamini kuwa ni viumbe watukufu sana, wametukuzwa na Allah azza wa jalla, sio kwa maumbile yao tu, lakini pia kwenye ibada zao. Jambo la tatu, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Hawamuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hawaingii katika machafu, bali wanatekeleza yale ambao Mwenyezi Mungu azza wa jalla aliyoamrisha, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika suratu At-Tahrim, la yasuna Allah alaiha malaikatun ghiladun shidadu la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Mwenyezi Mungu amewaumba malaika ambao ni wakali kwa wale ambao wanamwasi Mwenyezi Mungu, na ni waja wema ambao wanatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na vile vile hawamuasi Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu, malaika kwa Muislamu wanatakiwa itikadul jazim biujudihim. Kwa hiyo Muislamu anaombwa awe na itikadi ya kuamini malaika, kuwepo kwao kama viumbe wengine ambao waliumbwa na Mwenyezi Mungu kwa nuru, lakini hawaonekani katika macho ya binadamu, bali wameumbwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Naam, malaika wana kazi maalum ambao Mwenyezi Mungu aliwaumbia kwazo. Vile vile tutawataja baadhi ya malaika ambao na kazi zao. Miongoni mwa malaika na kazi zao, Jibrailu alayhi salam. Jibril Ruhullah, Jibrilu ambaye ndiyo kiongozi wa malaika. Kazi yake ni kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa manabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa leo hakuna manabii. Kuna watu wamezuka duniani wanaitwa waprofeti. Kuna watu na Waislamu wakati fulani, wengine wasiojua, Waislamu ambao wasiojua, ukikutana na watu wanawaita waprofeti, wanafata mkumbo watu ambao sio Waislamu. Kwa hiyo Uislamu unakataza kwamba hakuna mwingine nabii baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ujumbe wa Nabii Muhammad na manabii wote unaletwa na Jibrilu alayhi salatu wassalam. Lakini waprofeti ambao leo feki waliokuwa leo duniani, wengine wamesoma kwenye ESP na wengine wanasoma Isderi na mengine masomo yao, wao hawadai kuwa wanapokea wahi kupitia Jibrilu, bali wao wanadai wahi wao, revelation zao wanapewa na Roho Mtakatifu. Wao wanadai kuwa wanapata utume kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu katika Uislamu ni lugha ambayo haieleweki aslan. Ni lugha ambayo haieleweki, na wao wana Roho Mtakatifu wao anawapanda kichwani, anawapanda kichwani. Naam. Kwa hiyo Jibrilu kwa Uislamu ndio ambaye anawaleta wahi kwa manabii. Kwa leo hakuna manabii katika ardhi, bali ni Qur'ani ilikwisha kamilika, na baadaye Jibrilu alayhi salatu wasalam amebakia na baadhi ya shughuli kama vile kuteremka na nafsi za watu kuleta katika matumbo ya mama zetu. Miongoni mwa kazi za malaika na majina yao, Mikailu alayhi salam, ambaye yeye ana kazi kubwa ya kuweza kunyeshesha mvua, vile vile na kupeleka upepo. Naam. Miongoni mwa kazi za malaika, Malakul Mauti, ambaye ni malaika wa mauti. Anakuja na kundi kubwa la malaika kuja kuchukua nafsi za watu. Hata mkifa milioni kwa dakika moja, wote wanachukuliwa kwa mara moja. Naam. Miongoni mwa kazi za malaika na majina yao, Israfil alayhi salatu wassalam. Huyu kazi yake bado, huyu atapiga mgurumo siku ya watu kuweza kufukufa na watu kuweza kufufuka pamoja na malaika wote pamoja. Naam, pamoja. Manake hawa tukichukua mada moja, kila malaika mna kazi yake, ni hutuba moja. Naam. Kuna malaika hamalatul arsh, ambao wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiti cha Mwenyezi Mungu amebeba wao, lakini katika kukibeba cha kiti cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, usifananishe uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa binadamu. Kwa hiyo kama anayekaa Mwenyezi Mungu anaikaa kwa elimu yake na uwezo wake. Naam. Kwa hiyo usisemi kuwa hawa malaika wana nguvu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Usendi katika huyo mlango, bali wao wanabeba kiti cha Allah Azza wa Jalla. Naam. Kuna malaika ambao tunao binadamu, malaika kiraman katibin, ambao ni malaika kazi yao ni kuandika wema na ubaya ambao binadamu na majini wanaofanya. Ni malaika ambao wanaoandika
mema na maovu ambao binadamu na majini wanayofanya. Aliyekuwa upande wa kuume anaandika mema na aliyekuwa upande wa kusoto anaandika maovu. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuweza kuifuata hutuba hii kwa makini, na tusamehe madhambi yetu na wasamehe wa ndugu zetu Waislamu ambao wametangulia katika makaburi yao. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Waja wa Allah, malaika wako wengi na kazi zao ziko nyingi. Kuna malaika kazi yao ni kuwalinda watu, ni kuwalinda watu wasipati balaa na misukosuko. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu anapokuwa anajiwa na mashetani au anajiwa na wachawi na maksidenti, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watuma malaika kuweza kuwahami au watu wasiingie katika shari. Naam, kuna malaika ambao kazi yao au malaika ni kuweza kuulinda moto wa Jahannam, na sio kuulinda moja kwa moja, bali kazi yao haijapatikana, bali kazi yao itakuwa ni kuwachukua binadamu na majini waliomuasi Mwenyezi Mungu na kuwatupa ndani ya moto wa Jahannam. Ukubwa wao ni viumbe vikubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu katika maumbile yao, kama katika suratu Tahrim ambayo tumesoma, vile vile katika suratu Al-Halaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita katika jina la Az-Zabani, ambao ni wakali sana na ni wakubwa mno. Kuna malaika kazi yao bado haijafanyika, ambao wamekaa katika milango ya pepo. Hawa watawapokea waja wema, watapokea waja wema ambao wataingia katika aljanna. Allah atujalie katika miongoni mwao. Watu watakapokuwa tumefufuliwa, tumepita katika hisabu, malaika watatukaribisha kukituambia kwamba salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, amani iwe kwenu ambao mliojikita kuweza kufanya mema, ingieni katika aljanna, muishi katika amani na salama. Allah tujalie katika miongoni mwao. Malaika, ndugu zangu, hawana sifa ya kuabudiwa, hawana sifa ya kuabudiwa, bali ni waja wa Allah azza wa jalla, na ni viumbe ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu kama vile ambavyo tunamwabudu sisi. Naam, kuna viumbe katika malaika ambao wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, ndo kazi yao. Kuna malaika kazi yao wako rukuu yao hawataimaliza mpaka siku ya Kiyama. Kuna malaika wamesimama qiyamu, wako juu, kazi yao ni kuswali, na huko wamesimama mpaka Kiyama. Kuna malaika kazi yao wako katika sujudu, wamesujudu mpaka siku ya Kiyama. Na kuna malaika kazi yao ni kuweza kuwaombea waja wa Allah, waja wema, ambao kazi yao kama vile unapokuwa huko katika halaka za Qur'ani, unasoma Qur'ani huko katika madrasa au katika hutuba za Ijumaa, basi hawa kazi yao ni kuja kuwaletea rehema wale ambao waliokuwa katika vikao vya kheri, na kuwaombea msamaha wale ambao wao katika jitihada za kheri. Naam,
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma hao malaika kuweza kuwaombea wale katika vikao vya kheri na kuwaombea msamaha na kuwaletea rehema na kuwabashiria mambo mazuri. Kama vile vile kuko malaika kazi yao ni kuleta bushra, yani ujumbe wa Allah azza wa jalla pindi unapokuwa unatoka nafsi, pindi malakul mauti anakuja kuchukua amri, anakuja kuleta amri ya kuweza kuchukua nafsi yako, basi malaika wa kheri, kama uko katika kheri, malaika wanakuja wanakuambia bushra kwako, habari njema ambazo kutoka kwa Allah azza wa jalla kwamba wewe ni katika waja wema. Akasema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika suratu Fusila, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale ambao waliosema Mwenyezi Mungu ndio Mola wao, thumma istaqamu kisha wakawa na msimamo tatanazzalu alayhimul malaika, hawa uteremkiwa na malaika wakati wa kufa kwao, wakiambiwa alla takhafu wala tahzanu, kwamba usiwe na hofu wala usihuzunike, wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun, bali umebashiriwa na Allah azza wa jalla kwa mema ambao uliyafanya katika ulimwengu. Kwa hiyo hawa malaika kazi yao ni kuwabashiria waja wema wa Allah pindi wanapokuwa katika sakaratul mauti. Kwa hiyo sio halali kuwaabudu malaika wala kuwaomba malaika, sio halali kuwaabudu malaika wala kuwaomba malaika kwa njia zozote zile, kwamba umekaa kwenye msala au katika ibada unasema Jibrilu nisaidie hivi, Mikailu nisaidie hivi, kama walivyofanya ndugu zetu ambao si Waislamu. Haijuzu Muislamu kumuomba malaika, haijuzu Muislamu kumuomba malaika. Kuko watu wanafanya vikao wanavita vikao vya dini, katika dua zao wanaomba malaika. Waislamu wanatuvitabu twao wanaomba malaika. Haramu, haijuzu Sheikh, haijuzu. Kwa hiyo malaika hawana majina ya Mwenyezi Mungu, malaika hawana majina ya Mwenyezi Mungu, bali wao ni ibadu mukramun, bali ni ibadi waja wa Mwenyezi Mungu ambao waja hawa wametukuzwa na Allah azza wa jalla, na haijuzu Muislamu kuwaomba kwenye masuala ya kiibada, bali wao wanatumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kukusaidia. Tumalizie Waislamu hotuba yetu kwamba malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajia binadamu wakati wa matatizo. Wakati wa matatizo, wewe kwenye matatizo inabidi umuombe nani? Umuombe Allah azza wa jalla. Pengine katika unafuatiliwa na wachawi, majini waovu, kuna watu wanakuhusudu, wanakuonea khiana katika neema ambayo ulizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kumuomba Mwenyezi Mungu hifadhi, kwamba ya Rabbi ni hifadhi, ya Rabbi niokoe. Kisha Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anatuma malaika wake kuweza kukusaidia katika yale ambayo uliokuwa nayo. Hata kama unaweza ukatokewa bahati ukamwona malaika, lakini ukamwona malaika katika maumbile ya kibinadamu na ukahisi kwamba huyu sio binadamu kamili, anaweza kuwa ni kiumbe ambaye hauelewi, huna haki ya kumtegemea, bali utamtegemea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vita fulani za Kiislamu malaika waliteremka, na ndio maana kuwa unaweza kuwa katika haki ukataka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usichangi ibada ya Mwenyezi Mungu na ibada ukamwomba kiumbe kingine. Kwa hiyo kama naswaha Waislamu, unapokuwa katika dhiki, katika tabu, katika matatizo, katika shari, katika vita,
Muombe nani? Allah azza wa jalla. Ukitoa hii itikadi ukamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu hatumi malaika kuja kukusaidia. Au utakawaona hao katika ibada zako na ibada zenyewe unazofanya haziko sawa, au ni mashetani. Ibada zozote utakazokuwa unazozifanya ambazo hazikubaliani na sheria, basi ukatokewa na vitu ambavyo sintofahamu, au ni mashetani, hao. Bali utapata kuona malaika kama utapojaliwa na Mwenyezi Mungu katika ibada zako, katika nusura yako ambao utaipata kama umesimama katika msimamo uliokuwa mzuri. Mwenyezi Mungu ameteremsha malaika katika vita nyingi za Kiislamu kuja kuwatetea Waislamu na kukaa pamoja na Waislamu katika vita nyingi, vita ya Badri, vita ya Hunain na vita zingine, na vita zetu hizi za majumbani mwetu au katika vita zetu hizi, lakini unasimama katika msimamo uliokuwa sahihi. Ndugu zangu Waislamu, hii ni baadhi ya itikadi ya Kiislamu. Malaika ni katika viumbe wa Allah azza wa jalla, na elimu hii hautoipata ila katika Uislamu. Haiko katika Ukristo elimu hii, bali ni elimu katika Uislamu. Kwa sababu wao katika watu ambao sio Waislamu, wa Kristo, wao wanawaomba malaika. Kuna ibada zao za malaika, kama vile kuna ibada zao za kumomba mama yake na Yesu, kuna zile ibada zao za kumomba Yesu mwenyewe, kuna zingine ibada zao sijui za kuomba nini na kadhalika. Lakini Muislamu haijuzu kumuomba, hairuhusiwi kumomba malaika kiibada, bali ibada ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Mwenyezi Mungu tupe mema katika dunia na akhera, tupe mema na utukinge na adhabu ya siku ya Kiyama, na utukinge na shari za binadamu na majini waovu, na utukinge na maradhi ya rabbal alamin, na utupe siha na afya njema, tupe kizazi chema, tupe afya njema, tupe familia njema, tupe wanaume wema, tupe wanawake wema, tupe mali ambayo umeridhika nayo ya rabbal alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasamehe wazazi wetu ambao ni wa Kiislamu waliotangulia, na ndugu zetu wote ambao katika makaburi yao. Mwenyezi Mungu tunakuomba tengeneza makaburi yao katika bustani miongoni mwa bustani za peponi, na usifanye kaburi zao kuwa ni mashimo ya motoni. Mwenyezi Mungu tunakuomba amani katika mji wetu, amani katika nchi yetu, tupe viongozi wazuri, tupe afya njema na tupe hali njema. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.